Kwanza tumpongeze na kumshukuru Dr. Samia, alisikia kilio hiki cha wadau wa vyama vya siasa, akapokea maoni yao. Alipopokea maoni yao, akaamua kuunda kikosi kazi. Kikosi kazi hicho akamteua Profesa Mkandara kwamba kuna maoni haya, hebu yafanyieni kazi. Profesa Mkandara na kikosi kazi walifanyia kazi mwaka mzima, wakaita vyama vyote vya siasa, vyama vyote vikaenda kutoa maoni kasoro chama kimoja, wakasikilizwa. Kikosi kazi kikaita viongozi wa dini, wakatoa maoni, asasi za kiraia wakatoa maoni. Baada ya hapo, maoni yale na taarifa ile ikawasilishwa kwa Mheshimiwa Rais, akaipokea. Wakati anaipokea, akaelekeza mambo ya kufanyiwa kazi. Ilikuwepo pia na swala la katiba mpya. Akahoji kwamba katiba mpya ni jambo linalohusisha watu wengi, haki za binadamu, makundi mbalimbali. Akasema kuwe na mjadala, je, tuanze na katiba mpya kabisa, au tutumie hii tufanye marekebisho, au tutumie rasimu ya Mzee Warioba. Lakini tuko tayari kupokea mawazo. Lakini sasa akaagiza ndani ya serikali kaandaliwa miswada miwili ya sheria. Kule bungeni kamati ikapokea chini ya mbunge wa Madaba anaitwa Kizito Mwagama. Wakachakata kwenye kamati, watu wakaitwa kwenda kutoa maoni. Kamati ilipokea maoni 1702. Na wale Chadema waliosusia huku wakakimbilia bungeni kwenda kutoa maoni yao. Walipotoa maoni yao, ndio tukatoka na sheria 2 bungeni, ambayo ndio marekebisho makubwa katika sheria. Tukatoka na sheria ya kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Zamani ilikuwa inaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, sasa itakuwa Tume Huru ya Uchaguzi. Inaeleza sheria ile namna ya kuwapata wajumbe wale. Zamani rais alikuwa anawateua, sasa hivi kutakuwa na kamati ya usaili ya kuwapata wale watu, na baadaye kupeleka mchakato huo kwa Mheshimiwa Rais. Sheria ile inaeleza namna ya kuwatoa wale wajumbe. Zamani ulikuwa unaweza kuwatoa, sio rahisi hivyo. Kwa hiyo